akaiona ile ibara akamjibu tini, mweke alama tu swali, question mark. Akamwambia yudawi hawa thumma yaktumu sirrahu, afanye dawa ile hawa yake mahaba yake, kama kuzengea kombe tena, kama kuleta uradi, kisha yaktumu sirrahu, afita sio watu kama napenda. Akapita tena kaiona, shajibiwa, ngoja. Kaifa yudawi alhawa wal qalbu kulla yawm yataqta, atafanya vipi dawa na moyo kila siku mkera? Nenda. Yule mzee naye akapita akasema, huyo amejibu, ngoja ni mzee akaandika pale, idha lam tajid dawa falmautu alayka sawa. Kama huna dawa, fadhali ngoje mauti tu kaburini kwisha. Akapita naye akaona yule kijana, alipopita kiona sema akakubali, akamwambia basi yule ndiye akamwambia, haya, hizi ni salamu wafikishiwe leo wenye kupenda. Ikiwa huna subira, ikiwa hukupita mahaba yako, basi wewe ngojea kaburi. Sawa sawa salamu hizi. Na kupenda ni hakuna umri. Mtu mzima za kupenda, kijana kapenda, lakini mahaba ya kijana wana damu moto. Atakwenda kwenye ile nyumba apendao, azunguke itufu kama Alkaba. Pengine wakijiuliza, masitako hoi kimwa dakika 20 nzima, wewe watakusikia sauti yake, kikohozi chake tu. Ule mmoja alipenda, akaenda kapita kwenye ile nyumba ambapo kwamba yumpenda mwanamke, akaketi atakatokee tu amuone anapendezake. Mara akapita mtu za nyamua miwa hili sugar cane, akamwambia nenda kauze pale, shika kabisa pesa. Basi akaenda yule akaambia, bwana, kuna mtu amenunulia. Kaketi, kumbe yeye target yake ataka zitupwe zile zilotafunwa, aende katafune moja baada ya moja. Alipoulizwa sema, katika hizi kuna mmoja mpenzi wangu ametafuna yeye, kwa hivyo nataka mimi nishamtafuna yeye. Angalia mahaba. Mahaba ndio mtu wazimu. Ndio ile kitu Majnun Leila. Akampenda Leila. Leila alipokufa akawa hana raha, akitembea mwituni, akimwona paa mshika Ghazali yule, kisha akimbusu mato yake. Alipoulizwa sema, haya mato ya paa kama ya Leila wangu, mke wangu. Angalia mahaba. Siku moja weketi watu barazani na yeye uko kati, akamwona jibwa kwa mbali, akainuka kaupiga makelele, jibwa. Yule jibwa kitimtoa kina Leila. Sasa mfurahikia jibwa kwa sababu ya mahaba. Kwa hivyo mahaba yana uzito. Mtume aliulizwa, nani wampenda sana? Akana Aisha. Hatukuulize katika wanawake, katika wanaume. Kama wanaume, babake Abubakar. Mtume akimpenda sana Abubakar, na waliinukia tangu vijana. Na Sayyidina Abubakar akimpenda sana Mtume. Na wanazoona sema sababu ya Sayyidina Abubakar kufa, moja sababu ya mahaba ya Mtume. Ingawa kufa kuna sababu, alioga siku ya baridi kali, na akaenda kaoga, ndio sababu ya kufa. Lakini yalimkondesha ile mahaba ya Mtume. Ndio ile mwenye kutunga ile mahaba wazimu, sili sina tamu ya wetu adhimu, mpenzi kiramu, mahaba ya Mtume. Kilala huota nyumba ya Nabii, kila siku nyota ila ni Madina, mpaka fike Madina ni muone Mtume.
Thauban alikuwa na mahaba makubwa ya kumpenda Mtume. Alikuwa hawezi kutamalaki, kila wakati yeye aenda kugonga nyumba ya Mtume. Mpaka siku ya Mtume malaki ya Thauban, una nini wewe Thauban? Raituka kaiba, leo nimekuona hali yako umekuja una huzuni. Kaambia Rasulullah, la, mimi kile kete nyumbani moyo wangu naambia nenda kamwangalie Muhammad. Sasa hapa duniani namaliza hamumu ya kukuona. Kesho tutakuona tena bwana, tutakuona kina Musa na Ibrahimu. Sisi tuko chini huku. Angalia maswahaba wajipa moyo kuingia peponi. Tutakuona vipi wewe bwana? Mtume mwenyewe kashangaa hana jawabu. Mara sikia message imeingia kwenye simu. Kama ukitumia message ya safari kwa mkumbi wa hiyo. Basi message ikija kutoka kwa Jibril, "Umiyatillahu wa rasula ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa." Aya kafunga hapo. Kuna sharti mwenye kumtii Mungu na mtume, huyo atakuwa ma ni dharfu makani, atakuwa pamoja na mitume na siddiqina kina Sayyid Abubakar tuwaona. Basi maswahaba walifurahi sana kusikia wao wakimtii Mungu na Mwenyezi Mungu na mtume, watakuwa pamoja na mtume. Asia mke wa Firaun alipoadhibiwa alimwambia Mungu, Rabbi ibni li indaka baitan. Hakuna Rabbi ibni li baitan indaka, nyumba yangu iwe jirani na wewe Mola. Inda tunajua katika lugha ya Kiarabu ni dharfu, sio dharfu makani. Kama ngena Rabbi ibni li baitan fil janna, ataka nyumba tu huyo. Lakini indaka, wewe pale ulipo ya Rabbi, na mimi nipata nyumba yangu hiyo karibu yako. Hapa duniani tu ukiwa jirani ya gavana au namna gani? Tena umpeo na watu sasa, jirani yangu gavana bana. Gavana akipiga mswaki umeona. Wewe kwa yule mmoja aliyepona mtume, hebu lete maji nitakutawadha. Akaleta maji akatawadha, akimaliza sali, omba. Ajitajiri akwambia ataka nini kwangu? Hizi mambo mazito bwana, kusini hakuna mipango. Ndio ataka nini? Nataka mapeni. Ngapi? Ile ngapi utakunena watuona haya. Kweli utamwambia nataka 500? Yatakuwa juha. Hata kumbe 5,000 pia. Hata 50,000. Sasa huyo aombea omba, akamwambia Rasulullah, mimi nitakalo as'aluka murafaqataka fil janna, mimi nitaka rafiki yako peponi niwe nakuona kila wakati. Hakwambiwa haya mshapata hapa, aini bikathrati sujud, mimi nitakalo unisaidie mimi kila wakati usujudu, baada ya faradhi ongeza na sunna. Tatizo kama hili limetueni hasa wanafunzi. Hatuwezi uzivunu utaondoka lini? Mwanafunzi atakuja msikitini mapema, hawezi kuswali raka 2. Lazima tuambiane, hakuna tena wahi kushuka. Sasa wasoma nini? Na Mtume sema mwenye kuswali kwa siku swala za sunna raka 12 wajengewe nyumba peponi. Angalia raha hiyo. Lakini usitaki hata kujenga utakuzibomoa. Utazijenga kisha na urongo, utukane huyu, ufanye hili huyu, wazivunda. Raka 2 tu bana za kushinda. Dakika ngapi? Hata dakika 2 ifiki. Washinda ndio mwandazimu wale raka 1. Alipolizwa akasema mimi nimekubali ngawa moja. Wengine akili zao hatakiwa hata moja wetaki. Kwa hivyo wanafunzi mwastajabisha sana. Tena mwambiwa mambo kama haya. Hadithi ziko ibtidaia za soma rakat al-fajr khairu min ad-dunya ma fiha.
baada ya uradhi pale ukisoma raka mbili ni kama kuhiji na umra tena tam. Mtume kana mara 3. Zile nini zake utakopata fadhila zake. Baada ya uradhi pale jua likichomoza ishraq, ukaswali rakataini sura za ishraq Allah. Basi ukipiga salamu kama unakwenda haji na umra tena. Si haji peke yake na umra. Tena zilo timu hakuna mushkili. Wewe tabiri kitambulisho una lakini umekwenda haji. Zibadilize na haji sio hiyo siku hizi. Wasuudi washasema mawahabi kuwa mtu kwanza akiwa na miaka kuanzia miaka 18 mpaka 50 ndio mwisho wa haji. Na wenye kwenda wasizidi 50,000 dunia nzima. Hii zote ni njama za Kiyahudi. Lakini wao mipira wamefungua. Angalia. Ukiangalia kwa TV mipira kushangilia, hakuna cha barakoa, hakuna cha space, hakuna cha nini, huku tutolewa roho. Basi walqaitu alayka mahabbata minni, nikaweka kwako wewe mahaba yatokayo kwangu mimi. Na kama tulivyonena, mahaba ina daraja, kuna haram, kuna ishku, kuna wudu, kuna karibu sampuli 10, na yote taka uyayue. Nenda kwenye Google halafu uandike kilima cha mahaba, utaangalia mahaba yako sampuli ngapi, na kuna mahaba ya kupenda aina gani. Kuna mahaba ya Mungu, kuna mahaba ya Mtume, kuna mahaba ya mke wako, kuna mahaba ya zijana, kuna mahaba ya zitu pia zazipenda. Zote mahaba, lakini kuna uzito wa mahaba. Nani wadhino? Nazazini? Walqaitu alayka mahabbata minni. Kwa hivyo masala mahaba ni marefu sana na yana uzito, na wewe ukimtukia mtu usimwapize ukimwi. Mwana ukimwi, mwambie mwana mahaba, muangalie atakapoteseka. Ukimwi ingawa siku hizi kuna dawa zile ukila usije kwa kibongo, lakini mahaba utakuwa na dawa namna gani? Utakonda kula huyo. Angalia leo imbaji kumbe sili, lakini sini ya pilau libaliza. Silali ukimpa mtu koroma, sini ya gila juisi atalipiga lote. Basi mambo ya urongo. Kwa hivyo masala ya mahaba ni marefu sana. Kisha walitusna ala aini, kifungu cha pili ni hiko. Kisha alitusna ulelewe ala aini, kwa jito langu. Hapa kumetumika tusna. Tusna Kiarabu kwa Kiswahili ni kuundwa. Sasa hapa ndio pale kitu kuna majazi na hakika. Ndio kwenye balagha. Kitu kiko kwenye majazi, kitu ndio kwenye istiara. Istiara ziko mbali, tasrihia, tamthilia, tabiia, wale waliosoma mambo kwamba fani ya bayani. Kwa hivyo hii ni ipi katika hizo tamthilia na nini? Hii ni tamthilia. Litusna upate kulelewa, sio kutengezwa. Neke alaka yake ni hiyo. Kutengezwa ni kwa kulelewa. Tena ala aini kumerudi kwenye majazi mursal. Imetajia jito kupendelea mzima Nimetaja kitu cha sababu ya kulelewa ni jito kukuona usidhurike. Kwa hivyo Nabii Musa alipata bahati tangu alipokuwa kijana, alilelewa kwenye nyumba ya adui yake. Yule Musa Samiri alilelewa na Jibril. Yule akawa mzuri, yule akawa mbaya.
idh tamshi ukhtuka, wakati alipotembea ndugu yako. Tamshi ni kutembea polepole, tas'a ni kwenda haraka, tafiru ni yas'a ni kama kule Maka watu wanapokwenda haraka haraka, sa'i. Lakini firar bamba, kama Mungu alivyonena kana humurun yastanfir, sio farat kaswara. Wale Makureshi kama wale mijipunda, wakimwona simba mbio, basi na wakimwona Muhammad wabaika mbio, mkimbia. Na tuna mfano kama ni mpaka hiyo tunayo. Watu ambao dini ukimbia, kila mmoja mjuzi, na ujinga umetutawala, hatujielewi. Na watu sasa kuambia kweli kutukia. Watu wataki kweli bwana. Wewe wapange tu mambo ya uzuka, mambo ya siasa, yule bwana mwanasiasa mkubwa. Anasema wapi? Wale natural bwana. Wale kinukia tu wenyewe wa siasa. Basi alipotembea ndugu yako, fatakulu, akanena, imekuja kwa fai. Manake Asia alipompima Musa ahitajia kusonda, na yeye hawezi. Alitoka sasa mtaani kuuliza, akaenda mpaka sokoni. Jamaa anataka nyumbani mara moja, ni mke mfalme wa Mungu. Akahuingia wanawake makundi baada ya makundi. Huyu ingia, haya hebu mpe, hataki huyu. Sasa huyu ndugu yake Musa akiitwa Maryam, wengine sema ni Kulthum, akazipata zile habari kuwa Asia atafuta mtu wa kumsozesha kijana, ndio akaenda yeye, ndio fatakulu akanena, hal adullukum, hali istifham ya tashwiqi, na istifham kuna tashwiqi, kuna ya inkar kama tunaposoma katika balagha. Basi hii ya tashwiqi na kama kuambia bana, unajua habari za leo, wewe unani hiyo tashwiqi? Jamaa siwaelezi mimi alama yakulu ule mboga bataweza kumlea huyo, atamsondesha na kuna mtu anaweza kumsondesha, hebu kamwite. Basi akatoka mbio akamwendea mamake Musa. Ndio Mwenyezi Mungu farajanaka, imekuja kwa fai ya taqib. Mnake akaenda kule, bana mambo yako mazuri, waitwa kule kwa Farao, ndio kumsondesha kijana. Farajanaka, tukakurejesha wewe ila ummika. Hizi katika zema Mwenyezi Mungu amletea, amueleza Musa, mimi nimekufanya makubwa bwana. Wewe ulikuwa kwenye sanduku kwani ukaenda ukashikwa na adui. Kisha sitoshe, uko kwenye nyumbani, hakuna maziwa, huna ile kijana kitoto, mpaka katoka ndugu yako, akaenda akapata habari, akaya nyumbani, akamwita mamako. Basi farajanaka, tukakuregesha wewe Musa ila ummika, kwa mamako. Kai takarra ainuha, kuregesha kwa sababu gani? Kitu cha kwanza, jito lake litulie. Jito hili lina siri kubwa. Wewe ndio ile masaidi huwa kilisoma jito, atakuangalia, huyo amefanya uhalifu. Jito lina matozi yake ya huzuni, lina matozi yake ya furaha. Jito matozi ya furaha huwa ni baridi, wataalamu wanakwenda kugundua. Wewe kama mtu teka mpaka toa matozi, hujamwona? Hujamwona basi njua. Ameteka mpaka melia bwana. Ukiangalia ile matozi yake ni baridi. Lakini ukifiliwa pia hulia, sio? Lakini kufiliwa matozi yake ni moto. Kisha ajabu, matozi ya kufiliwa kutoka huko, matozi ya raha kutoka huko. Kalia kudra za Mungu hizo. Kila ukilia wewe, kama ni huzuni itatoka huko, yatakuwa moto.
Ikiwa furaha itatoka huko, itakuwa baridi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Qur'an inakwambia nyinyi hamjitambui wanadamu, mjiishia toka ming'ombe, jipelelezeni mlivyo. Yote kuna kitu kizuri, juice yanukia, haenda kaitoa ndio mijikojo ya kunuka. Utakula vitu vizuri na kupendeza, ukienda chooni watu wazito shikapua mwenyewe. Mwanadamu dhaifu bwana, ajitambui. Basi huyu akamwambia farajanaka ila ummika kay takarra ainwa, lipate kutulia ile jicho lake, manake awe na furaha, atoe matozi huku na matozi ya baridi. Wala tahzana, pia siwe na huzuni. Huzuni ni mbaya. Huzuni za binadamu akakonda kwa ajili ya huzuni. Sisi mkondeshano nini? Kumbe na huzuni. Ndio zile dua tukapangiwa. Allahumma inna a'udhu bika min al-'ajzi min al-hammi wal-hazan. Hamu na huzuni nzito ambazo kama zamaliza binadamu. Wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Wakatalta nafsan. Mwenyezi Mungu bado amuelezea Musa, hizo ndio minna zake. Minna kwa Kiswahili matusi. Kama wewe mtu amekuya kisha baadaye akamwambia, wewe bwana, mangapi nimekufanyia? Hiyo kofia ndio vaa yangu. Hizo siatu nimekununulia yuzi. Wewe si uko mgonjwa bwana, nikakulipia bili ya hospitali. Afadhali kama ungepata bwana ukashikwa katika ndani na maradhi yako. Lakini Mwenyezi Mungu hakuna la yusalu. Hapa hizi ni zema mwelezea na Musa. Wewe ulikuwa kijana amekokoa. Hakuna kukusondesha, mamako akarudi. Ndio mregesha mimi. Ili jicho lake litulie, mwanangu sasa chapata. Maana alipoingia Asia akamshika, bwana sasa usitoke tena bwana. Huyu kijana sema mimi na wengine huko nyumbani waningojea. Sasa basi nenda ukirudi. Ana kibarua hapa, enda kirudi. Ilikuwa kete kule kwa Farao na yeye. Angalia namna gani. Na kusondesha maziwa ya mama ni muhimu. Leo nchi ya Switzerland imekwenda kugundua kuwa kijana akinwa maziwa ya mama, kwanza akiinuka fahamu zake wa mzuri. Sasa mwanamke akiwa na mimba karibu na kuzaa hupewa livu ya miaka 2, kwa sababu Qur'ani inasema kijana asondeshwe miaka 2. Wamekuja pale pale kwetu, hawataki tu kusilimu migombe ile. Haulaini kamilaini, sio kijana asonde miaka 2 tena kamili. Kijana kisonda miaka 2 kwa mama, basi afya yake mzuri. Kijana yote aliyosonda hainuki na maradhi, itakuwa mambo mafua kidogo zizidede. Lakini wale ambao kwamba hawakusonda, basi kila siku mama atakuwa na kibarua cha kwenda hospitali na kurudi. Kuna na wengine hata kusondesha jana zao, akwambia kisondesha bana hivi tutalala hizi, na sikilala babake atakuwa tafuta mwingine, atakuwa soksi. Sio naume ndo lipo. Sasa kusondesha kijana ni afya kubwa sana. Mama special yale maziwa yana nguvu kwa kijana, nguvu ya kimungu. Ndio kwa sharia yule baba ataka amlipe yule mama maziwa ya, lakini sasa maridhiano tu. Amwambia bana, leo mmempa lita 2 huyu kijana. Kwa hivyo lita 2 ni shilingi ngapi? 500, leta 500. Mpaka zake 500 nimsondeshe. Na huna makosa mama. Wakatalta nafsa, pia ukaua na nafsi. Uliingia pale kwa watu yule vijana, Nabii Musa kwa na kofi kali, piga mtu kofi akafa hapo. Lakini hapo alikuwa hajawa mtume. Kwa hivyo si makosa. Fanajainaka minal ghammi, tukakuokoa katika ghamu. Kuna hamu na ghamu. Ghamu ni pale jambo unalo, hamu ni mbeleni.
wafatannaka futuna, tukakupa mitihani, tukakuendesha mitihani mikubwa sana, ukapotea. Manake ndiani alipoenda ukapotea, ukafanya hili ukafanya hili. Nabii Musa, wewe angalia, ukitaka kujiheshimu na ukati uzuri, soma tarehe za mitume. Lakini wewe hamu yako ni tumbo, ukinuka na tumbo ni shubiri moja tu hiyo, sio? Angalia kudra za Mungu, kila mtu tumbo lake shubiri moja. Wewe pima chini hapo kitovuni mpaka kifuani, si shubiri ndio tumbo lako, lakini nakupeleka mbio ajabu. Ukiinuka tu kama punda na mbio uzenge maisha. Na usiku una ibada kama mzoga maiti, kulala una ibada. Pengine ukiamka utakwenda kukojoa na kurudi kulala basi. Kwa hivyo hizi aya zina maelezo mengi sana na marefu sana. Tumependa kutabaruku kwa sababu na tukidhania kwa mwezi wa 3 utaingia, mwezi wa mfungo 3, na hizi siku 10 ni siku muhimu sana. Mtu akifunga, mtu pia fanya kama kufunga, basi fanya ngao ufitimishe msahafu mzima. Ipanga leo tutasoma juzu 5, kesho ni 10, kesho 2, mpaka siku 10 zikimalizika msahafu mzima. Ndio mimi ustajabu watu kwenda Maka, mtu hapo zenye kazi zake alale. Kule ndio kuteremka Qur'ani. Taka mtu akienda kanyaga kule Madina, Maka afitimishe, akaenda na Maka, akaenda Madina afitimishe. Kwa sababu gani? Atakomepata ile Qur'ani yote amehitimisha pahali walipoteremka. Kwa hivyo kuna mtu wako na Maka, mpe wasiaono bana, ukienda kule soma Qur'ani. Ukienda kule usipoteze wakati wako. Jifungie itikafu msikitini. Ukiingia dhuhuri usitoke mpaka isha. Asubuhi usitoke mpaka saa 3 saa 4, ndio nyumbani une chai, upumzike kidogo, usome nyiradi, kisha urudi tena msikitini. Hiyo ndio haji mabrur. Ndio pale mtu anasema wenye kuhiji sawa sawa urudi kama aliozaliwa na nani? Na mamake. Maana kuna dhambi. Lakini wewe ukienda kule, ukirudi ukule alhaji ndio furaha yako. Alhaji. Na mtu akikuta jina lako bana, usikia kama nimekwenda bana. Mimi ni alhaji siku hizi bana. Wataka sifa. Kama ile bwana kwenda kutembelea na wageni. Aombe kijana chake, mwombe mama akupe sikombe za mwaka yuzi. Ujue pia watoto watu hapa maji ya Zamzam. Yaani atakufahamisha watu kutaka mwaka juzi kwa kihiji. Ria. Kuna watu badala ya kwenda Maka waenda makaa. Kuna Maka na makaa. Sasa ndio kukusanya makaa ya moto tu. Pengine pesa za haramu, pesa za riba, atakwenda nazo haji. Tajali. Yaani kumuonea Mungu si lolote. Wana Maka mpaka wito kule. Ile la bega mpaka wito sawa sawa. Pengine wito kutoka Saudi ndogo. Basi wapo. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Atupe utla ya kheri inshallah. Na siku ya Idi ni siku kubwa sana. Mwenye kumwasi Mungu Idi kama kumwasi Mungu mbeza watu siku ya kiyama. Haya madhambi madogo hayo. Wewe kumwasi Mungu, maana tutaona Waislamu siku ya Idi ndio panga kuna ile al-ahya kuhija ile siku jamaa utinda mambuzi, ukafanya fujuri tena uovu na ukamwasi Mungu siku zile 3 zile 4 ayamu tashrik, kama kumwasi Mungu siku ya Mashar. Watu wakwambia ule mbona tamani haya? Naam. Fundi alikuwa ni yule mamake. Alitengeza tuko zibao kazi shaliki, kisha katukua na pamba katia, na basi akamwambia wewe mtupe tu, utajua namna kumhifadhi. La hadrat an-nabi sallallahu alaihi wasallam